Ukifika kwenye ule mpaka hakuna anayeweza kuvuka. Yaani kwetu tuna usemi tunasema siku ya kufa nyani miti yote inafanya nini? Inateleza. Maana siku imefika. Na sisi kumbe Biblia inatuonyesha tuna siku zetu ambazo tukifika hapo hata madaktari wafanye nini, madaktari bingwa wafanye, hata wangelifanya namna gani, kuondoka ni kuondoka tu. Mungu ametuumbia mili ambayo ina aina kama tatu za uponyaji. Ambapo uponyaji wa kwanza ni ndani ya mwili wenyewe. Tuna antivirus katika mili yetu ambao wanapiganaga na wadudu wakiingia na hata mtu anapona. Lakini njia ya pili ambayo Mungu ametuumbia uponyaji ni hiyo ya kwenda kwa madaktari. Tunakwenda kwa madaktari, wanatupima, wanagundua matatizo yaliyopo, halafu kisha wanatupa dawa, tunapona. Lakini njia ya tatu huwa tunasema ni uponyaji wa milele. Na uponyaji wa milele huo Biblia inazungumza katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13. Inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Yaani uponyaji wa milele ni ule ambao Mungu mwenyewe anaamua kutoa roho ya mtu. Yaani sasa kama TAG ndio mpo kwenye hali kama hii, ni heri Magembe alipoondoka, ni heri Magembe alipoondoka. Kwa sababu nyie kweli TAG mko ICU, nyie mna hali mbaya sana wakati huu usiku, kwa dharura sana, kwa sababu ya mada iliyoendelea kwenye mazishi ya Askofu Kameta wa TAG. Kwenye mazishi yake bila shaka umemsikia huyu mzee anachoongea. Sitaki kutaja hata cheo chake wala kutaja nafasi alionayo, kwa sababu naanza kuthibitisha zaidi maneno ya Magembe aliyosema TAG imekufa. Maneno aliyohubiri mchungaji huyu kwenye mazishi hayo ni ya kipagani ambayo hata mtu asiyesali hawezi kuyatumia. Mada anasema ni kwamba Mungu ametuumbia namna tatu za uponyaji. Hizo namna tatu anazozitaja ni za kawaida sana, hata mtu asiyesali ataongeza na namna nyingine. Ina maana kwamba TAG kwa sasa hamuamini kabisa kwamba kuna uponyaji wa Mungu kwenye mwili wa mtu. Namna ya tatu ni Mungu kumtoa mtu, kumuondoa duniani, nayo umeiweka ni namna ya uponyaji. Ina maana TAG kwa sasa hamuamini kabisa kwamba kuna uponyaji wa Mungu, kuna uponyaji juu ya mili ya wagonjwa au wagonjwa. Maana yake unapingana na neno la Mungu. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 10 na ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma. Mbona TAG mnazidi kupotea na mnaenda kwenye hali mbaya kiasi hiki? Na maana mnapotosha umma, mnapotosha waumini wenu. Ndio maana kuna klipu ambayo hapo siku chache ipo kwenye channel yangu. Nimetukanwa sana na TAG, nimetukanwa sana. Niliposema kwamba wazee wa imani, kwa nini hamfi mnaendelea kuzeeka? Klipu hiyo nimetukanwa sana kwa sababu wazee wa imani ndio stahili kama hii. Wazee wa imani ndio wanaoongea maneno kama haya. Manake imefika wakati hawaamini tena uponyaji wa Mungu. Hawajui tena kuna kupona wenye ugonjwa. Yesu mwenyewe aliwatuma wanafunzi wake. Aliwatuma wanafunzi hapa kwenye mstari tuliosoma. Aliwatuma wanafunzi waende wakahubiri. Wanakoenda kuhubiri kule njiani, waombee wagonjwa, waponye wagonjwa, watakase ukoma, wafufue na wafu. Kama mtu aliyekufa anafufuliwa, je, ugonjwa ulio katika mwili wa mtu? TAG mna hali mbaya sana. Kama ikiwa ni mafundisho haya mnafundishana, mna hali mbaya sana. Na hii klipu
imerushwa fupi sana. Bila shaka maneno yaliyoendelea huku mbele yalikuwa ni pumba zaidi, ndio maana imekatwa hii clip iwe fupi kiasi hicho. Lakini bado kwenye hiyo fupi, kwenye maneno yaliyochaguliwa kwamba yana maana, bado zimetoka pumba kama hizi. Wazee wa imani, ondokeni makanisani. Nyie ondokeni makanisani, nyie mnapotosha watu, mnaangamiza watu, nyie mnapeleka watu jehanamu. Manake kwa namna nyingine ni kwamba hawa watu wanaofundishwa maneno kama haya, hawa watu bila shaka wanaenda na kwa waganga kienyeji. Kama ikiwa nyie hamuamini uponyaji wa Mungu, watu wenu wanaenda kwa waganga kienyeji. Watu wenu wanaponea kwa waganga kienyeji. Kwa sababu kama nyie hamuamini kuna uponyaji wa Mungu juu ya mgonjwa, juu ya wagonjwa, nyie mmeweka na kufa nako ni namna ya uponyaji, nyie bila shaka watu wenu na nyie wenyewe mnashinda kwa waganga kienyeji. Kwa sababu tunaamini kabisa, na ni neno la kuaminiwa kabisa kwa Mkristo, kwa mtu wa Mungu akiwa na ugonjwa kwenye ibada, kwenye maombi, ugonjwa huisha, ugonjwa uondoka. Ugonjwa gani? Biblia inasema hakuna jambo la kumshinda Mungu. Nyie hamuamini uponyaji juu ya mgonjwa, hamuamini. Nyie mnaamini kufa nako meweka ni namna uponyaji. Sembuse neno la Mungu limesema fufueni wafu. Mgonjwa na mtu aliyekufa, kipi ambacho kiko hatua mbele zaidi? Kama ikiwa mtu aliyekufa anafufuliwa. Lakini pia hilo andiko leo lisoma, hilo mtu wa Mungu, hilo andiko leo lisoma, hilo kwamba wapate kupumzika baada ya tabu zao, hilo alihusu kila mtu anayekufa. Hilo andiko linamhusu mtu aliyepigana duniani, aliyepambana duniani, aliyefurukuta duniani, akaleta matokeo. Huyo akifa anasema apate kupumzika baada ya tabu zake, baada ya kusukwa na ulimwengu, kusukumana na ulimwengu. Amewekwa jela, amepigwa viboko masokoni, ameburuzwa huko na kule. Huyo akifa, Mkristo mwenye hali kama hiyo, neno la Mungu kwenye mstari huo linamhusu apate kupumzika baada ya tabu zake. Sio malaya na wahuni hao mnaosema hao wanakufa kwamba kuna siku ya kufa nyani. Yani ni kipagani ambaye sio Mkristo, sio kiongozi wa kanisa aseme maneno kama hayo. Wewe nyie wazee wa imani, ondokeni makanisani, nyie acheni nafasi hizo. Kama kula mmesha kula imetosha, pisheni, acheni watu wa Mungu wampate Mungu, wajue uwezo wa Mungu bado uko, uwezo wa Mungu kuponya magonjwa bado uko. Na ikiwa tu mtu amenyooka njia zake, hata akifa liko tumaini aweze kutokea. Liko tumaini. Kama ikiwa tu nguvu ya wale waliobaki, kama vile Dorcas aliporudishwa, nguvu matendo yake mema aliyotenda aliishi duniani, bado unaishi. Sembuse Rais Magufuli tu hapa, na sidhani kama kuna mtu yoyote akisikia amefufuka ataona ni ajabu. Bado mema mengi aliyoyafanya, watu wanaishi bado mzimu wake au kimvuli chake kinaishi. Bado wanaona ni kama mema tuliyotenda huyo. Wewe mzee, hayo maneno uliyosema hayo, kama TAG ndio mpo kwenye hali kama hii, ni heri Magembe alipoondoka, kwa sababu nyie kweli TAG mko ICU. Nyie mna hali mbaya sana. Wamewazidi hata Roman wanaamini uponyaji wa Mungu upo, wanataja hata kama ni kwenye nyimbo tu, lakini wanautaja, wanaamini upo. Nyie ni mko kwenye kichaka gani? Mpo kwenye poli gani? Mtu wa Mungu, niseme tu kwa sasa, dini na viongozi wamefanya eneo la kanisa na washirika ni eneo la kujipatia kipato na kuishi vizuri tu. Hawahangaiki tena na jambo lolote kulifunua katika maisha ya watu. Hawahangaiki na picha nyingine yoyote kutafuta uso wa Mungu, kuona liko jambo gani jipya. Yesu alisema kazi nizifanyazo aniaminie atazifanya zaidi ya hizo. Sasa ikiwa Yesu aliponya wagonjwa, nyie sasa hivi mmeshaahirisha kuamini kuna kuponya wagonjwa, basi watu wa Mungu, TAG hali ni mbaya sana. TAG huko TAG bila shaka mnashinda kwa waganga kienyeji, kuchanja chale. Kwa sababu kama mwanadamu anatetea uzima kwa namna yoyote ile,
Asipoupata kwa Mungu, atautafuta hata kwa waganga kienyeji. Niseme tu kabisa, kauli hii nitarudia kuongea zaidi ya mara 2 mara 3, kuipinga kwa nguvu, kwa sababu tunaamini uponyaji wa Mungu uko uponyaji wa Mungu uko. Hata kama mtu yuko katika hali ya kufa, uko uponyaji wa Mungu unaweza kutokea katika eneo hilo, na tumeshuhudia hayo. Tunaamini hapo kwenye miili yetu mara kadhaa uponyaji wa Mungu umehusika, bila kuhusika daktari. Na wengine magonjwa mengi yalikuwa yamefika mahali pabaya, kisukari kimefika juu sana, lakini kwa maombi na ibada wamekuwa salama. Nyie uponyaji mlioweka wa kufa kwamba wapate kupumzika baada ya tabu, hawapumziki hao wauni, hawapumzishwi hao malaya, hawapumzishwi. Sio kila anayekufa, kila yeyote Mkristo anapumzishwa. Hapana, anapumzishwa aliyefurukuta, aliyechimba dunia, huyo ndio anapumzishwa.